Luqman Ahmed. Kwa wale ambao hawajui, mimi ndo waziri katika hii kaunti yetu ya Isiolo. Hakuna kitu kubwa ambaye naamini kama kuinvest kwa mama. Kwa sababu tukiinvest kwa mama, statistics ama ile studies ambayo imefanyika inaonyesha kwamba kwa kila dola ama kwa kila shilingi 100 ambayo inawekwa kwa mama, ile mapato ambayo inapatikana ni zaidi kuliko hiyo dola ikiwekwa kwa ama shilingi 100 ikiwekwa kwa wanaume. So wamama, wakati tuna invest kwenu, tuna invest kwa manyumba. Most of the time nina engage na wamama na wanaweza kunieleza shida zao katika nyumbani. Na hiyo yote tunaombea Mwenyezi Mungu aweze kuinua ile shida ambayo mnapitia katika jamii yetu. Na tunaomba ya kwamba Mwenyezi Mungu aweze kupatia nguvu vijana wetu na wanaume wetu ili waweze kuwashikilia mkono kwa ile kazi ambayo mmefanya iweze kuonekana na iweze kuwa na mapato zaidi. Semeni amin. Amen. Ya tatu, wakati tuna invest kwa mama, atu invest tu kwa income tu peke yake iko generated, hapana. Imeonekana kwamba wakati tunasaidia wamama, tuna invest kwa mama, nyumbani school enrollment inaenda juu. Yaani namba ya watoto ambao wanaenda shule inapanda. Imeonekana ya kwamba pia wakati tuna invest kwa mama, health ya hiyo nyumba inaenda juu. Ya tatu, pia tukiinvest kwa mama, munarudisha mapato mara 3 zaidi katika economy. So for example, hii town yetu ya Isiolo, the more tukiinvest kwa mama, ni njia moja hakikisha kwamba economy yetu ya Isiolo imeweza kuinuka. So hiyo yote mimi nasema kwa nini? Ni kwa sababu nataka wale wote ambao wako na nia ama wako na resources ya kuweza kusaidia watu, pesa zao zote ama nyingi waweze kuchannel katika kusaidia wamama wetu. Kwa sababu the return is a good investment. Wakati unaingia kwa biashara unataka upate mapato, sio? Na mimi nawaambia mkiinvest kwa mama, mapato itakuwa zaidi. Uchumi yetu vile nilisema itainuka wakati tutaweza kuinvest kwa mama. School enrollment ya wasichana, health ya wamama, pia mambo ya maternal health na nini, hiyo yote ni muhimu ambayo tunajaribu kuangazia kama kaunti yetu hii ya Isiolo. Mnajua juzi tulipitisha bajeti mpya baada ya koti iliweza kusema ile bajeti ya mbeleni ilikuwa null and void. Na kwa hii bajeti ambayo tumeweza kupitisha, tumeweza kuhakikisha kwamba tunaweza kuangalia mambo ya wamama wetu. Na inshallah Mungu akitujalia between now na mpaka financial year ikiisha ni June, tunataka kuona ile mipangilio ambao tumeweka imeweza kufaulu na watu wetu wa Isiolo wameweza kufaidika kutokana na rasilimali zile ambazo zinatoka katika hii kaunti yetu ya Isiolo. So hiyo pia mtufanyie dua kwa wingi, kwa sababu pia uongozi si kazi rahisi. Inataka mtufanyie dua kwa wingi, Mwenyezi Mungu aweze kutuongoza sisi sote kutoka governor na viongozi wale wote ambao wako Isiolo, ili waweze kuhudumia wananchi wa Isiolo katika njia ambayo inafaa, na Mungu awapatie busara na hikma ya kuweza kutuliza any conflict ambayo inaweza kuwa baina ya viongozi wetu katika hii kaunti yetu ya Isiolo. So mimi nikimalizia na washukuru sana. Nimefurahi kukuja hapa leo. Nilisema siwezi kosa, ilibidi nitoke Nairobi leo asubuhi nikuje, kwa sababu nilisema nikikosa hii nitakuwa nimefanya dhuluma kubwa sana kwa mama. Na muendelee kutuhusisha katika mipangilio yenu nyinyi kama wamama. Mbali hata na county, sisi wenyewe, mimi na mjomba wangu Simba, tutajaribu pia njia gani tunaweza kuwasaidia kuwaletea resources kutoka nje ya county. Kwa sababu sometimes pia resources ile iko watu wengi sana, inafaa kuhudumia watu wengi na haiwezi kuwa enough for everybody. Lakini I think tutaweza kujadiliana na mjomba yangu hapa Simba, tuangalie ni vipi pia tunaweza kuwasaidia kwa donors ambao wako nje na wako na resources ambayo wanaweza kutuletea sisi kama jamii ya Isiolo na hasa wamama.